mtakatifu, Baba yetu, Baba wetu uliye mwema, uliye mwenye upendo, uliye na huruma, Mungu tunakushukuru kwa ajili ya wema wako na huruma zako ambazo Mungu unazitenda katika maisha yetu. Tunalinua jina lako, tunakutukuza, tunakusifu Mungu, tunakushangilia kwa kuwa tumeona nuru njema ambayo Bwana umetupa asubuhi hii. Sisi kuamka tukiwa wazima na wenye afya ni zawadi ambayo Bwana unatupa katika maisha yetu. Asante Mungu kwa kutujalia afya njema. Asante Mungu hata kwa sisi kuweza kuamka tukiwa wazima na wenye afya, maana tunajua ya kwamba ni kwa wema wako na kwa huruma zako tu. Ndio maana tunakushukuru Bwana. Asante Bwana kwa neema hii ambayo umetupa. Ni kwa upendo tu umetupendelea, umetupenda Bwana, ndio maana tumeweza kuamka wazima na wenye afya. Kwani pasipo wewe tungeweza kufa, pasipo wewe tungeweza kuamka tukiwa wagonjwa, pasipo wewe tungeweza kuamka hatuwezi, pasipo wewe Bwana tusingeweza kufika mahali hapa. Na ndio maana tunakushukuru Bwana. Asante Bwana hata kwa ajili ya kutujalia sisi kuamka tena tukiwa wenye nguvu na wenye afya. Tunajua umetutendea kwa wema na kwa huruma zako. Usiku tulipokuwa tumelala hatukuweza kuona chochote kilichokuwa kinaendelea katika ulimwengu huu. Hatuweza kukumbuka watoto wetu, hatukuweza kukumbuka mali tulizo nazo, hatukuweza kukumbuka chochote, maana tulikuwa mfano wa watu waliokufa. Lakini wewe Bwana umekesha kwa ajili yetu. Wewe Bwana umetulinda. Wewe Bwana umetuongoza usiku wote. Wewe Bwana umetuepusha na hatari mbalimbali za usiku wa giza. Tunajua shetani anatutafuta, yeye halali usiku na mchana, anatutafuta sisi watoto wako ili aweze kutuangamiza. Lakini wewe Bwana kwa mkono wako umetukinga na hatari zake zote, na hata umeweza kutuamsha tukiwa wazima. Tuna neno la shukurani mbele za uso wako. Asante Bwana hata kwa ajili ya nafasi ya pekee ambayo Mungu umetupa sisi tulio watoto wako kuweza kujihudhurisha madhabahuni pako, ili Bwana tuweze kukutana na wewe, tuweze kukutana na wewe kukushukuru, tukikuomba Bwana utujalie neema na rehema katika maisha yetu. Uzidi kuwa kiongozi wetu, uzidi kuwa baraka kwetu sawa sawa na mapenzi yako. Asante Mungu kwa haya yote, tunajua umetutendea kwa neema na kwa huruma. Tunakuja mbele za uso wako kwa moyo wa toba, tukiungama dhambi zetu ambazo tumezifanya Bwana kwa njia ya kuwaza, kunena na hata kutenda. Tunajua wewe Bwana sisi binadamu tu wadhaifu, hata ulipotutazama ulituona hivyo, na ndio maana ukaamua kumtuma mwanao Yesu Kristo ili aweze kufanyika mwili aje duniani aweze kutukomboa katika dhambi zetu. Nasi Mungu asubuhi hii Bwana tunakuja mbele zako tukiomba wewe Mungu ukatusaidie kwa kusamehe, ukatusamehe yale yote ambayo tumetenda kinyume na mapenzi yako, ukatufanye tuweze kustahili kusimama mbele za uso wako, hata kulitaja jina lako, kusimama mbele za uso wako na kukuomba mahitaji yetu ambayo tunahitaji katika maisha haya. Ukatusaidie Bwana kwa nguvu zako na kwa uwezo wako Bwana, ukatazame kati yetu kila mmoja ukapate kutazama haja za moyo yetu, tukikuhitaji wewe Bwana, maana hatuna kimbilio lingine lolote duniani isipokuwa ni wewe peke yako, maana wewe ndio kimbilio letu, wewe ndio ngao yetu, wewe ndio faraja yetu na tumaini letu, na ndio maana tunakimbia kila siku kuja mbele za uso wako. Tusaidie Bwana kwa asubuhi hii, uanze nasi siku ya leo, upate kutuongoza mwenyewe, upate kutupigania, ukitulinda na kutuepusha na hatari mbalimbali, zile za nguvu za giza, nguvu za kipepo, nguvu za kichawi na laana za kuzimu ambazo zinatuandama siku hadi siku, zipate kushindwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Tubariki hata sahi Mungu tunapokuja mbele za uso wako kusikia ujumbe wa neno lako. Wewe Mungu tunakualika Roho Mtakatifu aweze kusema nasi Bwana, utukufu wako upate kutufunika, upate kufunika ndani ya hema hii, ili Bwana kila mtu aliyehudhuria mahali hapa asitoke kama alivyokuja, bali atoke akiwa amebarikiwa na wewe Mungu, atoke akiwa amepokea neema na baraka sawa sawa na kukusudia.
kumleta kila mmoja mahali hapa. Wewe Bwana una makusudi naye, una makusudi ya pekee. Hata sisi kuamka hivi asubuhi tukiwa wazima, una makusudi ya pekee nasi. Tujalie fahamu na maarifa kuweza kujua ni nini unakusudia katika maisha yetu, tuweze kujua na tuweze kutenda sawa sawa na Bwana unavyohitaji tuweze kutenda katika maisha haya. Tunaomba baraka zako Bwana, tubariki sisi pamoja na watoto wetu, tujalie afya njema, tupate kuwa na afya Bwana, maana shetani anatutafuta, anataka kutudhoofisha, anataka kutuharibu kupitia afya zetu. Bwana ukatusaidie kwa mkono wako, ukatuponye Bwana magonjwa mbalimbali yanayotuandama, ukapate kutuponya Bwana. Ponya nafsi zetu na roho zikapate kuwa imara, zikapate kuwa na uzima tele, kama unavyoahidi katika maandiko yako matakatifu ya kwamba kila anayeliamini neno lako na anayekufuata wewe Yesu atakuwa na uzima tele. Na Mungu, tunaamini ya kwamba ahadi yako hii inakwenda kutendeka sawa sawa na mapenzi yako. Ukatubariki Bwana, ukatulinde, ukatutunze, ukatushike kwa mkono wako, tuepushe na kila hatari mbalimbali. Mungu, tunawainua na wenzetu wengi ambao ni wagonjwa, wako hospitalini, wengine wako majumbani Bwana, na wengine wamekata tamaa kabisa ya kwamba hawawezi kupona. Bwana, tunalituma neno lako lisilokuwa na mipaka, linaloweza kupita sehemu, kila sehemu, linaloweka kuvuka mito na bahari. Tunalituma neno lako Bwana, likapate kuwasaidia wale walio na imani ya kuamini ya kwamba kwako wewe Yesu wanaweza kupona, na Mungu wakapata kwenda kupona. Bwana, ukapite damu ya Yesu ikapite katikati yao, ikapite katika mifupa, ikapite katika damu, ikapite katika maji ya mwili na kila mifumo ambayo inamfanya mtu apate kuwa mzima. Damu ya Yesu ikapate kupita, ikienda kufanya uponyaji kwa kila mtu. Kawasaidie wanaosafiri Bwana. Kuna watu wanasafiri katika njia mbalimbali, wakisafiri huku na huku, wengine wa safari za mbali, wengine za karibu. Bwana, tunakwenda kuteka anga ili Bwana Roho Mtakatifu kawasaidie na kuwaongoza ili kila mmoja kapate kufika salama huku wanakwenda. Wengine wanasafiri wakiwa wanaenda, wengine wanasafiri wakiwa wanarudi. Bwana Mtakatifu, mkono wako usiwaache, ukapate kuwaongoza mwenyewe, ukapate kuwashika, ukapate kuwalinda, ukapate kuwaepusha na kila mitego na anasa ambazo mwovu Ibilisi amezitega katikati yao ili waweze kushindwa safari yao. Bwana, ukawasaidie kwa neema yako, ukawashike kwa mkono wako. Tunakwenda kinyume na kila mipango na kila ratiba za shetani na mitego ya shetani Ibilisi aliyoitega kwa ajili ya watu wako, ikapate kuteguliwa kwa neno lako, ikapate kuteguliwa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu, ukatushike kwa mkono wako, ukituongoza Bwana, ukawafariji hata waliofiwa, walio na misiba Bwana, ukapate kufanyika kuwa faraja, ukiwashika na kuwalinda na kuwatunza kwa mkono wako, ukiwajalia neema, ukiwashika na kuwatunza katika kipindi hiki kigumu. Mungu, walinde na kuwatunza. Asante Mungu mtakatifu kwa ajili yetu sisi sote ambao Bwana unaendelea kutubariki siku hadi siku, ambayo unaendelea kutujalia neema na baraka. Nguvu zako Mungu ziendelee kuonekana katikati ya maisha yetu. Tubariki Bwana, utulinde, ututunze na kutushika kwa mkono wako. Hata saa hii tunaposikia neno lako, Roho wako Mtakatifu ajidhihirishe kati yetu, aweze kusema nasi, na wewe Mungu kapate kutukuzwa kupitia neno lako ambalo tunaweza kulisikia saa hii, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai tunaomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaendelea na somo letu, tumeitwa kutenda haki na huruma. Tumeitwa kutenda haki na huruma. Na tulipokuwa tunatafakari somo hili jana, tuliweza kuona mambo machache ya kwamba haki na huruma ni tabia ya Mungu, na tukaona kama mwanadamu akijua ya kwamba Mungu ni mwenye huruma, basi
anapaswa kuitenda haki na huruma. Na huyu anayetenda haki na huruma tuliona kwamba ni mtu aliyetokana na Mungu au aliyezaliwa na Mungu. Kama hatendi haki na hana huruma, huyu hatokani na Mungu, bali anatokana na yule mwovu Ibilisi, kwa sababu Ibilisi alikuwa mwovu tangu mwanzo. Na hivyo haki yake Mungu, tuliona haki yake Mungu ni hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Haki yake Mungu ni hukumu, ile hukumu ya milele. Na hivyo haki yake Mungu inapotenda kazi, inatenda kazi pasipo ubaguzi. Kila anayestahili kupokea haki yake anapokea bila upendeleo, anapokea bila kuonewa, anapokea bila kudhulumiwa. Na tukaona Mungu anapotenda haki yake hamtazami mtu sura yake, hamtazami mtu uwezo wake, hamtazami mtu nafasi alionayo, bali anatazama jinsi alivyoweza kutenda haki, na haki ile aliyoitenda yeye mwenyewe ndio atakayostahili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi asubuhi hii nimeona tuweze kutazama matumizi ya ulimi katika kutenda haki. Matumizi ya ulimi katika kutenda haki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaweza kusoma katika waraka wa Yakobo mlango wa 3 mstari ule wa 1 mpaka ule wa 12. Tunaweza kuona habari za matumizi ya ulimi, kwamba ulimi unaweza ukatumika katika kutenda haki, lakini ulimi huo huo unaweza ukatumika katika kudhulumu haki ya mtu mwingine. Waraka wa Yakobo mlango wa 3 mstari ule wa 1 anasema, ndugu zangu, msiwe walimu wengi, mkijua ya kuwa mtapata hukumu kubwa zaidi. Maana twajikwaa sisi sote pia katika mambo mengi. Mtu asiyejikwaa katika kunena, huyo ni mtu mkamilifu, awezaye kuuzuia na mwili wake wote kama kwa lijamu. Angalieni, twajitia lijamu katika vinywa vya farasi ili wamtii, hivi twageuza mwili wao wote. Tena angalieni merikebu, ingawa ni kubwa kama nini, na kuchukuliwa na upepo na pepo kali, zageuzwa na usukani mdogo sana kote kote anakoazimia kwenda nahodha. Vivyo hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo, nao hujivuna majivuno makuu. Angalieni jinsi moto mdogo uwashavyo msitu mkubwa sana, na ulimi ni moto ule ulimwengu wa uovu. Ule ulimi umewekwa katika viungo vyetu, nao ndio uutiao mwili wote unajisi. Huwasha moto mfululizo na maumbile, nao huwashwa moto wa jehanamu. Maana kila aina ya mnyama, kila aina ya wanyama na ya ndege na ya vitambaavyo na ya vitu vilivyomo baharini vinafugika, navyo vimekwisha kufugwa na wanadamu, bali ulimi hakuna awezaye kuufuga. Ni uovu usiotulia, umejaa sumu iletayo mauti.
Kwa huo twamhimidi Mungu Baba yetu, na kwa huo twalaani, na kwa huo twawalaani wanadamu waliofanywa kwa mfano wa Mungu. Katika kinywa kile kile hutoa baraka na laana. Ndugu zangu, haifai mambo hayo kuwa hivyo. Je, chemichemi katika jicho moja hutoa maji matamu na maji machungu? Ndugu zangu, je, mtini waweza kuzaa zeituni, au mzabibu kuzaa tini? Kadhalika chemchemi haiwezi kutoa maji ya chumvi na maji matamu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Katika kitabu cha Mithali mlango wa 12 mstari ule wa 18, maneno yanasema, kuna anenaye bila kufikiri kama kuchoma kwa upanga, bali ulimi wa mwenye haki ni afya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mara nyingi katika maisha yetu sisi wanadamu, usemi ni uwezo mmojawapo wa mwanadamu wenye nguvu, kwa sababu kwa maneno yake aweza kuleta manufaa makubwa, lakini pia kwa maneno yake mwanadamu anaweza kuleta hasara kubwa. Kwa maneno yake mtu anaweza kutenda haki, na kwa maneno yake mtu anaweza kuonea wengine na kuto kuwatendea haki. Inategemea ameongea maneno gani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hata katika maisha yetu ya kawaida tunayoishi katika familia, kuna watu wengine wanaweza kuongea maneno makali mpaka unaweza ukasema afadhali angenipiga viboko, maumivu yake yangeweza kuisha haraka, lakini kuliko maneno anayoweza kukwambia. Anaweza kuambia maneno magumu ambayo huwezi kuyasahau katika maisha yako yote, na maumivu yake yakaendelea kudumu siku zote kwa sababu tu ya maneno makali aliyoweza kuyasema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo maneno ambayo anayasema mtu inategemea ni jinsi gani anavyoweza kuyasema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini watu wengi katika maisha haya tunayoishi wana shida kubwa katika matumizi ya ulimi. Wana shida kubwa katika matumizi ya ulimi. Vijana wa siku hizi utasikia wanasema kamdomo. Mdomo ni kitu ambacho muhimu sana katika maisha ya mwanadamu, na ulimi ni kitu muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Pasipokuwa na ulimi mtu hawezi kuongea. Ulimi ndio unaweza kutusaidia kuweza kutamka maneno. Lakini pia pasipokuwa na ulimi mtu hawezi kuonja, hawezi kula chakula akahisi ule utamu wa kile chakula. Ulimi ndio unaoweza kufanya kazi ya kumfanya mtu aweze kuhisi utamu wa chakula. Kwa hiyo ulimi ni kiungo muhimu sana katika maisha ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata hivi tumekaa tunasikiliza neno la Mungu ni kwa sababu ulimi unaweza kutamka maneno ya Mungu. Kwa ulimi mtu anaweza kuhubiri, kwa ulimi mtu anaweza kufundisha, kwa ulimi
mtu anaweza kuwafanya watu wengine waweze kusikia kile anachoweza kukisema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali pengine ulimi unafananishwa na moto wa kiberiti, kwamba ulimi ni kiungo kidogo sana katika mwili wa mwanadamu, lakini ulimi huo unaweza ukafanya mambo makubwa, hata watu wakaweza kustaajabu. Kama vile moto wa kiberiti, ile njiti ya kiberiti, kamoto kale ni kadogo sana, lakini kanaweza kakasababisha maafa, kakachoma msitu mkubwa ukateketea wote, na ukasababisha maafa hata kwa watu wengine. Hayo ndio mambo ambayo yako na ulimi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo basi, kwa asubuhi hii tunaona Yakobo, mtumishi wa Mungu, mtume wa Yesu Kristo, akieleza juu ya umuhimu wa mtu kuchunga ulimi wake, kuutunza ulimi wake, kuudhibiti ulimi wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yakobo anaona ulimi ni kiungo kizuri sana, lakini ni kiungo kizuri sana kama kikitumiwa ipasavyo, kikitumiwa inavyostahili. Matumizi ya ulimi yako mengi kama nilivyojaribu kueleza hapo mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la muhimu ni kwamba kila mtu anapaswa kuangalia namna anavyoweza kuutumia ulimi wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yakobo anasema, ndugu zangu, msiwe walimu wengi, mkijua ya kuwa mtapata hukumu kubwa zaidi. Maana twajikwaa sisi sote pia katika mambo mengi. Mtu asiyejikwaa katika kunena, huyo ni mtu mkamilifu, awezaye kuuzuia na mwili wake wote kama kolijamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yakobo anazungumza maneno haya akijua ya kwamba katika nyakati zile Wakristo walipata shida, kwa sababu kila mtu alitaka kuwa mwalimu. Kila mtu alikuwa mwalimu, kila mtu anataka fundishe, kwa sababu anao ulimi wa kuweza kumsaidia kuongea. Kwa hiyo kila mtu anataka kufundisha, na mwisho wa siku wanajikuta wanaleta mashindano katika kufundisha. Watu wanashindana katika kufundisha, mwingine akifundisha hiki na mwingine anatafuta fundishe kilicho bora zaidi. Haimkini, walikuwa wanataka kila mmoja aweze kupata wafuasi. Mwisho wa siku wanakuja kujikuta wanafundisha hisia zao, wanafundisha mawazo yao, wanafundisha akili zao, wanaliacha neno la Mungu, na hivyo ikasababisha kuwapotosha watu wengine. Watu wengine wakashindwa kuamini wafuate lipi na waache lipi, kwa sababu mafundisho yamekuwa mengi. Na hivyo Yakobo anaona kwa njia hiyo ya kuwapotosha watu, basi wanaweza kuhukumiwa. Watahukumiwa kwa sababu wanawadanganya watu, wanawafundisha watu maneno yasiyokuwa ya kweli ya Mungu. Wameacha kuifundisha kweli ya Mungu, watu wanatafuta umaarufu wao wenyewe. Kwa hiyo anaona Bwana Mungu lazima atawahukumu, na hivyo anawataka watu waweze kuwa na kiasi, waweze kuwa na kiasi, waweze kudhibiti ndimi zao. Anatoa mfano kama kwa lijamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Anapozungumza habari ya lijamu, jinsi inavyoweza kudhibiti, tunaweza kuona mfano wa farasi. Mpanda farasi, kuna kitu fulani anakifunga mdomoni, halafu anashika kamba zile, anatumia zile kamba kumuongoza farasi aweze kutembea.
Bwana Yesu asifiwe. Kutumia ile kamba aliyoishika, anaweza kumwambia farasi akimbie zaidi, aongeze spidi au apunguze spidi, au akate kona au asimame. Bwana Yesu asifiwe. Ile kamba ile aliyoishika ambayo ameifunga mdomoni inaweza kumuongoza farasi aweze kujua huyu aliyempanda anataka afanye nini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo anavyoona kwamba mwanadamu anapaswa kuweza kuudhibiti ulimi wake, ili autumie ulimi kama anavyotaka yeye. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu autumie ulimi wake kama anavyotaka yeye, sio ulimi ufanye kama unavyotaka yeye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaweza kusema mwanadamu anapaswa kuuendesha ulimi wake kama anavyotaka, sio ulimi umuendeshe. Kuna watu wengine ulimi unawaendesha, ulimi ndio unaowaongoza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukitazama Yakobo anaona ulimi ni kama mjumbe tu, ya kwamba mambo yanayotoka mdomoni, yanayotoka katika ulimi hayatengenezwi hapo, bali yanatoka ndani ya moyo. Kwa hiyo kama yanayotoka katika ulimi yanatoka ndani ya moyo, anaona kabisa kwamba mwanadamu huyo anao uwezo wa kuweza kuudhibiti maneno yanayotoka katika moyo wake, yatoke kwa kiwango anachotaka, yatoke kwa kiwango kinachostahili, ili asiweze kuleta maafa kwa watu wengine, asiweze kuleta matatizo kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini pia anatumia mfano wa namna merikebu inavyoweza kuongozwa na usukani mdogo sana, ukaweza kupambana na upepo wa kila namna, merikebu ikaweza kuelekea sawasawa na nahodha anavyotaka iweze kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa njia hiyo anaona kwamba mtu anayeendesha, nahodha anayeendesha merikebu anaweza kuidhibiti merikebu yake ikaenda kama anavyotaka kwa kupambana na upepo wa kila namna, lakini usukani wake ni mdogo sana. Halafu kiangalia meli ni kubwa sana, lakini usukani wake ni kitu kidogo sana. Ndicho kinachoweza kufanya merikebu iweze kwenda uelekeo sawa sawa na nahodha anavyotaka. Hivyo Yakobo anafananisha na ulimi katikati ya mwanadamu. Yakobo anaona ulimi ni kiungo kidogo ambacho kipo ndani ya kinywa cha mwanadamu, lakini ulimi huo ni wenye majivuno. Ulimi una majivuno, lakini majivuno hayo hayawezi kuwepo kama mtu anaweza kuudhibiti, anaweza kuutunza. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi tumesikia watu wakisema chunga mdomo wako, chunga mdomo wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini wanasema chunga mdomo wako? Maana yake mtu anapofikia hatua ya kukwambia chunga mdomo wako, anaona vinavyotoka katika kinywa chako vinakoelekea, vinaelekea kuleta hatari, vinaelekea kuleta hatari. Na ndiyo maana mtu anaweza kufika mahali anasema chunga mdomo wako, chunga mdomo wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaona kwamba kwa njia hiyo, kwa njia ya maneno yanayoweza kutoka katika kinywa, yanaweza kuharibu, haikini yanaweza kuharibu hata dunia nzima, yanaweza kuharibu mtaa mzima, yanaweza kuharibu jamii nzima.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwezi wa 10 mwaka jana, sisi sote tunakumbuka, ilifika mahali tu wote tulipewa amri ya kukaa ndani. Ukitoka nje unapigwa risasi. Lakini ukiangalia chanzo ni nini? Ni mdomo. Kuna watu tu walijisikia kusema maneno, wakasema kile walichofikiri kusema, wakasema. Matokeo yake ndio hayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nchi nyingi unakuta zinapigana, wanapigana vita kwa masilaha makubwa ambayo huwezi kudhania kwamba hivi kweli ni silaha lote hili limetengenezwa kwa sababu ya mwanadamu huyu. Lakini ukifuatilia chanzo ni nini? Ni mdomo, maneno. Bwana Yesu asifiwe. Hata katika maisha tunayoishi ukitazama unakuta mara nyingi kuna mafarakano. Sehemu mbalimbali kuna mafarakano, watu wanagombana, watu wanapigana, watu wanauana. Lakini ukiangalia chanzo kinaanzia wapi? Kinaanzia kwenye mdomo. Watu wanadhulumiana, hawatendeani haki. Hamna mtu anayejali haki ya mwingine, anaona yeye anafaa zaidi kuliko mwingine. Lakini ukitazama chanzo kinakuwa ni nini? Ni maneno ya kutoka mdomoni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yakobo anaona mwanadamu anapaswa kuwa na kiasi katika kunena maneno yake. Anapaswa kuwa na kiasi, anapaswa kunena maneno yaliyo ya busara, anapaswa kunena maneno yaliyo ya hekima, yanayoweza kuwasaidia wengine, yanayoweza kuwafaa wengine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini pia Yakobo anaona si kitu chepesi sana, ni kitu ambacho kinahitaji mtu kujitoa kweli kweli ili kuweza kuudhibiti. Anaona vitu vingine ni rahisi kufuga. Anasema katika mstari wa 7, maana kila aina ya wanyama na ndege na ya vitambaavyo na ya vitu vilivyomo baharini vinafugika, navyo vimekwisha kufugwa na wanadamu, bali ulimi hakuna awezaye kuufuga. Ni uovu usiotulia, umejaa sumu iletayo mauti. Ulimi ni vigumu sana kuufuga kwa sababu ni mwovu, haujatulia, umejaa sumu iletayo mauti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini inaweza kuleta hata kuweza kuleta mauti? Ni pale ulimi unapotumiwa isivyo stahili. Ulimi unapotumiwa isivyo stahili. Kwa mfano, mtu anaweza kuamua tu akalizusha jambo mpaka mkafikiri kwamba sasa hili jambo linatokea wapi? Analizusha jambo la kumsema mtu mwingine, kuweza kumgonganisha na mtu mwingine. Halafu mwisho wa siku mnajikuta mnagongana hata muelewi mgongano umetokea wapi. Kumbe mtu ameamua tu kutamka neno. Na wakati anaweza kuwa ametamka neno moja tu likawagonganisha mpaka watu hawaelewi, watu wanavurugana kwa sababu mtu ametamka neno. Na wakati mwingine mtu anaweza katamka neno likasababisha hasira kwa mtu mwingine, akawa na hasira kwa sababu ya lile neno lilotamkwa kumhusu yeye. Mtu mwingine anamwambia, umesikia? Kumbe wewe hujasikia. Mwenzako fulani alikuwa anakusema kweli kweli. Amekusema juzi tulikuwa kwenye vikoba, amekusema hivi, pandikiza maneno ya uongo. Mwisho wa siku yule anayesikia maneno yale anapanda hasira, anakwenda kuchukua maamuzi mabaya, anaweza hata kwenda kumuua mtu mwingine.
njia hiyo akawa amesababisha maafa. Lakini atakayekuwa ameua ni nani? Ni huyu aliyeanzisha hilo neno, aliyeanzisha kusema hayo maneno. Na mambo mengi yako mitaani, watu wanachukiana, watu wanagombana, watu wanawaziana mabaya. Ukiangalia chanzo ni kwa sababu ya matumizi mabaya ya ulimi. Watu wanasema vibaya, wanapozungumza hawapimi maneno wanayoyasema. Yakobo anapozungumza habari ya kuuchunga ulimi na kuutunza, kuufunga kama lijamu, anataka kusema kwamba kabla ya kusema, wanadamu wanapaswa kupima hayo maneno wanayosema, kwamba hivi hili neno ninalokwenda kulisema kwa mwenzangu anayelisikia linamfikiaje? Hawapimi. Watu hawapimi maneno, na ndio maana yanasababisha mahali fulani watu wanakufa. Tukitazama kwenye vyombo vya habari, unakuta mtu mwingine anaamua kuchinja watoto, anaua watoto. Nakumbuka miaka kadhaa iliyopita nikiwa Dar es Salaam, baba mmoja amenywesha sumu watoto wake. Kwa nini amenywesha sumu na watoto wake? Katika maisha waliokuwa wanaishi, wamefika mahali wamezaa watoto 3, halafu ikaonekana hawaelewani, wakafika mahali wakatengana. Familia ikasema, jamani, sasa nyinyi mtengane. Kwa hiyo katika kutengana kule, siku moja yule bwana anapita mtaani, anakuta mke wake mjamzito. Halafu anamuuliza, we, hii mimba umeipata wapi? Mwanamke anamwambia, unauliza mimba? Mbona huulizi wale watoto unaowalea wale ni wanani? Yule baba kilimuuma, akaenda koroga sumu, nywesha watoto. Halafu baadaye yule mama anaanza kulia, watoto wake wamekufa. Halafu anasema, nilikuwa natania tu, wakati natoka pale, wakati tunatengana nilikuwa na mimba tayari, lakini mimi nilikuwa natania tu. Anakuja kusema, nilikuwa natania hii mimba ni ya kwake, ya yule mume, lakini aliona aseme tu hivyo ili kimuume. Matokeo yake amepoteza watoto. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Chanzo ni nini? Ni ulimi tu. Hakupima madhara ya hili neno analolisema. Watu wengi huwa wanaweza kusababisha maafa kwa kutokupima maneno wanayosema katika familia, na hivyo inakuja kusababisha watu wengine wapoteze haki zao. Watoto hawa walipoteza haki ya kuishi kwa sababu tu mama alikuwa anasema ili kimuume mume wake, yani maneno tu ya kumuumiza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika maisha yetu tunayoishi, Yakobo anaona kila mwanadamu anapaswa kuwa na kiasi katika maneno anayosema. Anapaswa kuudhibiti ulimi wake, useme maneno yanayofaa, useme maneno yenye maana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yakobo anaona kuna matumizi mazuri ambayo mtu anaweza kuyatumia kwa njia ya ulimi wake. Katika mstari wa 9 anasema, kwa huo ulimi twamuhimidi Mungu Baba yetu. Hayo ni matumizi mazuri. Kwa ulimi kumuhimidi Mungu, kwa ulimi kumsifu Mungu, kwa ulimi kuimba, kwa ulimi kumtukuza Mungu, kwa ulimi kuomba, kwa ulimi kuwaombea na wengine. Hayo
ni matumizi mazuri ya ulimi, na kwa ulimi kwamba mtu anaweza kubariki, anawabariki watu wengine kwa ulimi. Hayo yanakuwa ni matumizi yaliyo mazuri ya ulimi. Lakini pia kwa ulimi huo huo mtu anaweza kulaani, tena anaweza kuwalaani watu waliofanywa kwa mfano wa Mungu. Hayo yanakuwa ni matumizi mabaya ya ulimi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo basi, kwa maneno haya ya asubuhi hii yanatukumbusha hata sisi wa Kristo katika maisha yetu tuweze kuwa mfano wa matumizi ya ndimi zetu. Tuweze kuwa mfano wa matumizi ya ndimi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bahati mbaya sana, mazingira tunayoishi wakati fulani ndiyo yanayosababisha mtu kuwa na matumizi mabaya ya ulimi. Mazingira. Kwa mfano, mtu anayeishi sokoni, mtu anayeshinda sokoni, huko sokoni kuna maneno mengi ya ajabu sana. Mtu anaishi mazingira, anaishinda mazingira ya stendi, kuna maneno ya ajabu sana. Mtu anaishi mazingira ya minadani, huko minadani wanakotembea kwenda kuuza nguo, huko kuna maneno ya ajabu. Sasa na wewe ni Mkristo, unatafuta riziki, na maeneo ambayo Mungu amekubarikia ya kutafutia riziki ndio hayo. Unashinda stendi, unashinda sokoni, unashinda minadani, maeneo ambako kuna maneno ya ajabu. Wewe uliye Mkristo uwe mfano mwema, pamoja na kuwa katika mazingira hayo, usije ukaingia na wewe ukawa na maneno yale ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika Zaburi ile ya kwanza nasema, heri wale wanaokwenda katika njia ya haki, wasioketi barazani pa wenye mizaha. Huko maeneo ya sokoni, maeneo ya stendi, maeneo ya minadani na maeneo mengine ambako yana mikusanyiko ya watu, kuna maneno mengi ya mizaha. Wewe uliye Mkristo unapaswa kwa mfano ulio bora, mfano ulio mwema wa kusema maneno yenye staha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bahati mbaya, wakati mwingine unakuta Mkristo anayeabudu, anayesali, anayeomba, lakini akishaingia kwenye maeneo kama yale, na yeye anakuwa wa humo. Linapotoka tusi, na yeye anatoa tusi. Yanapotoka maneno ya hovyo, na yeye anatoa maneno ya hovyo. Nadhani sio Mkristo. Sio Mkristo. Kwa njia hiyo unaweza ukajipatia hukumu, kwa sababu umeingia kwenye mkumbo wa kuwa na maneno ya ajabu, maneno yasiyofaa, maneno yasiyo na staha, maneno yasiyokuwa na maana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mwisho wa yote ukajikuta maneno unayoyatamka yanakuwa sababu ya kunyima haki za watu wengine. Maneno unayoyatamka yakawa sababu ya kuwaonea watu wengine. Hivyo sisi tulio Wakristo, hata katika mitaa yetu tunakoishi, tuwe mfano ulio mwema, tuwe mfano wa matumizi mazuri ya ulimi. Tutamke maneno yanayofaa. Maneno yanayofaa ni maneno ya kuonya,
maneno ya kufundisha, maneno ya kukemea, maneno ya kukumbusha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati mwingine unaweza ukakutana na maneno ya ajabu mtaani, mwisho wa siku unasema afadhali kunyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Kati fulani kunyamaza napo ni majibu. Unaweza kupita mahali mtu anakutukana bila sababu, anakunenea maneno mabaya bila sababu, halafu kanyamaza, ukawa umefanya jambo la maana kuliko ungejibu. Maana kuna wengine huwa hawaelewi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kadri unavyomjibu utafikiri ndivyo unamchochea kwamba aendelee kuongea zaidi. Kwa hiyo kinyamaza inakuwa ni busara. Bwana Yesu asifiwe. Hata unavyopita mahali pale, watu wanaokuwa katika eneo lile wanabaki wanashangaa, huyu mbona amesemewa maneno makali kiasi hiki halafu amenyamaza, hajajibu chochote? Inaonekana na busara. Maana yake angejibu hapa, kingeweza kutokea kitu kingine, kingeweza kutokea kitu cha ajabu. Angejibu hapa, kungeweza kuleta ugomvi. Angejibu hapa, kungeweza kuleta mafarakano makubwa. Na kuna mtu mwingine anakuchokoza tu kwa maksudi, kwa sababu anakujua wewe ni mwenye busara, wewe ni mwenye hekima, anataka kuchokoza ili akuchafue tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Busara na hekima na maarifa inahitajika sana katikati ya maisha yetu sisi tulio wa Kristo. Na hiyo busara hakuna mahali pengine tunapoweza kuipata isipokuwa ni katika neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Ni katika neno lake peke yake ndiko tunaweza kupata maarifa, ndiko tunaweza kupata ufahamu, ili tuweze kuwa na matumizi mazuri ya midomo yetu, matumizi mazuri ya ndimi zetu. Basi wapendwa, kwa maneno ya asubuhi hii, Mungu atubariki sana. Alibariki neno lake. Tuone ya kwamba sisi katika maisha yetu haya ya Ukristo tunakuwa mfano ulio mwema. Hata huko tunakoishi tunakuwa mfano ulio mwema. Hata kama unaishi unafanya shughuli zako katika mazingira magumu, kama nilivyosema, mazingira ya sokoni, mazingira ya stendi, mazingira ya minadani na maeneo mengine yaliyokuwa na maneno machafu na mabaya, wewe upate kwa mfano ulio mwema, upate kwa mfano ulio bora, ili yamkini na watu wengine waweze kujifunza kutoka kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi Mungu alibariki neno lake. Tusimame na kuomba. Tumuombe Mungu wetu atusaidie katika maisha yetu, ili tuweze kuwa na hekima, tuweze kuwa na maarifa ya namna ya kuweza kuenenda katika jamii tunayoishi. Mfalme Sulemani alipoambiwa aombe chochote anachokitaka katika maisha yake ya ufalme, aliomba hekima na maarifa kwa Mungu. Na hivyo hata sisi tuweze kuomba hekima na maarifa, ili katika kuishi kwetu tunakoishi, maneno yetu tunayoyatamka, matendo yetu tunayatenda, tuyatende kwa hekima na maarifa, ili tuweze kuwa ushuhuda kwa mataifa wengine. Amen. Mungu mtakatifu, Baba yetu uliye mwema, tunakushukuru Bwana kwa sababu ya jinsi ambavyo unasema nasi, unatufundisha, unatupa maneno ya hekima na maarifa katika maisha tunayoishi. Asante Bwana kwa ajili ya neno lako la asubuhi hii linaloonyesha ya kwamba matumizi ya ulimi yasipodhibitiwa yanaweza kuleta maafa, yanaweza kuleta maangamizi, yanaweza kuleta vurugu, yanaweza kuleta mgongano wa kila namna. Tusaidie Bwana, sisi tunaolijua jina lako, tusaidie Bwana, tunaokujua wewe, katika kuishi kwetu tuweze kuwa na busara, tuweze kuwa na hekima, tuweze kuwa na maarifa namna ya kuenenda katikati ya mataifa. Tupo katikati ya mataifa, tupo katikati ya watu wasiokujua wewe, tupo katikati ya watu wasiojali chochote, wanaweza kusema chochote.
Bwana ukatusaidie sisi katika maisha yetu, sisi tulio wa Kristo, tuwe na busara, tuwe na hekima. Maneno yetu yanayotamkwa yawe ni maneno yenye busara, yawe ni maneno yenye staha, maneno yanayotoka kwenye vinywa vyetu vipate kunena yaliyo mema, vipate kunena yaliyo ya baraka, yaliyo ya maarifa na yaliyo ya hekima. Tusaidie Bwana, maana peke yetu hatuwezi. Wakati fulani tunakutana na mambo magumu, wakati mwingine tunakuwa na hasira, tunaweza kujibu chochote. Ukatusaidie Bwana, tuweze kuwa na uwezo wa kuweza kudhibiti ndimi zetu katika maisha haya. Asante Mtakatifu kwa jinsi ambavyo unatupenda upeo, na ndio maana unatufundisha siku hadi siku, ndio maana unatuelekeza jinsi inavyotupasa kuweza kuishi. Saidie Bwana, katika maisha yetu tunayoishi, tuishi kwa busara, tuishi kwa hekima, tuishi kwa maarifa, tukiweza kutenda haki, tukiwaonea huruma na wengine, tuwatendee haki na wengine, tusidhulumu wengine, bali Bwana tuyafanye ile mapenzi yako siku zote za maisha yetu. Asante Bwana hata kwa ajili ya asubuhi Bwana, kwa neema na baraka zako nyingi ambazo unatendea. Tunaamini ya kwamba katika wewe yote yapatikana, na ndio maana tunakuomba Bwana ukatusaidie Bwana, tusaidie kwa mkono wako, tulinde Mungu, utushike hata tukitawanyika mahali hapa kuelekea kwenye shughuli zetu mbalimbali. Mungu ukatushike kwa mkono wako, ukituongoza, ukitujalia neema na baraka, ukitujalia nguvu zako, ukitujalia uweza, ukitujalia hekima na maarifa na ujuzi, tujue namna ya kuenenda katikati ya mataifa, tujue namna ya kuenenda katikati ya watu wanaotuzunguka katika maisha yetu, maana tunazungukwa na watu wasiokujua wewe. Sisi tunakujua wewe Bwana, ukatupe hekima na maarifa sawa sawa na neema na baraka zako Bwana. Ushinde nafsi mchana mzima wa leo, utuongoze, utushike, ututunze na kutulinda, ukitujalia afya njema, ukabariki kazi zetu tuweze kwenda kuzifanya zilizo halali mbele za uso wako kwa ajili ya kutupa mapato yetu. Bwana, ukatushike kwa mkono wako, ukatuongoze, neema yako Mungu ikapate kuwa juu yetu, ukitupigania na kutuongoza, kutuepusha katika hatari mbalimbali ambazo tunakutana nazo katika shughuli zetu, katika mitego mbalimbali ambayo Bwana ibilisi ameitega. Tunakusini kwa nguvu zako na kwa uweza wako na kwa neno lako Bwana, ukapate kwenda kuitegua mitego yote, ili sisi tuweze kupita tukiwa salama, tuweze kuishi tukiwa salama, tukiwa na salama kutoka kwako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tujalie afya njema, tupate kuwa na afya, tupate kuwa na nguvu, tupate kuwa na uweza, tupate kuwa na mamlaka kwa jinsi ambavyo Yesu ametupa mamlaka katika maisha haya, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tutunze mchana mzima wa leo Bwana, utuongoze Bwana, ukiendelea kutubarikia kila mmoja sawa sawa na ulivyokusudia Mungu. Katutazame kila mmoja kwa jinsi ambavyo amekuja mbele ya madhabahu yako na kueleza haja za moyo wake. Mungu ukapate kwenda kutenda sawa sawa na jinsi ambavyo mtu anahitaji kuweza kutendewa katika maisha yetu haya, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ukatubariki Bwana, bariki nyumba zetu Mungu, bariki familia zetu, bariki watoto wetu, ukienda kutujalia afya njema, ili ibilisi asipate nafasi ya kutupiga, ili ibilisi asipate nafasi ya kupiga watoto wetu, asipate nafasi ya kupiga familia zetu, kwa sababu akipiga familia zetu hata sisi tutatetereka. Na ndio maana tunakuja mbele za uso wako tukiomba nguvu zako na uweza wako, ili tuweze kumpinga shetani, tuweze kupiga kila mipango yote, tuweze kuharibu kila chochote anachofanya, tuweze kung'oa kila mapando ambayo Bwana ibilisi ameyapanda katikati yetu. Kila pando lilopandwa lisilokuwa halali likapate kutoweka katika maisha yetu, likapate kuling'oa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu ukatulinde na kututunza, ukatuongoze Bwana hata asubuhi hii. Mungu ukashinde nasi Bwana, ukituongoza, ukitupigania mchana mzima wa leo Bwana, utuongoze, ukitupigania tuweze kuendelea kufanya shughuli zetu tukiwa na neno lako, tufanye shughuli zetu tukiwa na baraka zako, ukiwa umetubariki wewe mwenyewe kwa mkono wako mwenye nguvu, tuweze kuona matunda mema ya baraka zako ambazo
tumeziweka mbele ya maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ukatufungue hata katika vifungo mbalimbali ambavyo Mungu ibilisi anatufunga, ukatufungue katika vifungo mbalimbali ambavyo tumefungwa na miungu ya mababu zetu, miungu ya makabila tumefungwa nayo, katika jina la Yesu Kristo tunakwenda kukata minyororo yote, tunaifungua, tunaiharibu, tunaivunja, tunaiteketeza kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunaalika nguvu zako Bwana zipate kuwa pamoja nasi, nguvu zako Mungu zipate kutuongoza, nguvu zako Mungu zipate kutushika kila mahali tunapokanyaga, kila mahali tunapotembea. Bwana, mkono wako upate kuwa pamoja nasi, na jicho lako likitutazama, likihakikisha tunafika salama, tunafika katika malengo yetu, tunafika katika makusudio ambayo Mungu umeweka tuweze kuyafanya katika maisha haya. Zaidi sana tuweze kukaa katika neno lako. Neno lako Bwana lipate kukaa kwa wingi ndani yetu, ili tuishi sawasawa na jinsi ambavyo Bwana unahitaji tuweze kuishi. Asante Mungu mtakatifu kwa baraka zako hizi. Asante Mungu kwa ajili ya neema hii ambayo umetupa. Asante Mungu kwa ajili ya neno lako. Asante Mungu hata kwa ajili ya asubuhi hii Bwana, tumekuja mbele za uso wako kwa moyo wa shukrani, tukikushukuru Mungu kwa matendo yako makuu unayotendea. Tumebeba na sadaka zetu Bwana, tunaomba ukatubariki kupitia sadaka hizi. Bariki Bwana watu wako hawa, bariki Mungu, bariki sawasawa na ahadi zako ambavyo Bwana unatuahidi siku zote za maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sadaka zetu tunazileta mbele ya madhabahu yako, tukiamini Bwana kupitia sadaka hizi utaweza kutubariki, kupitia sadaka zetu zitaweza kutunenea yaliyo mema mbele za uso wako. Sisi tunaposhindwa kuomba Bwana, sadaka zetu zitanenea mema mbele za uso wako. Utukumbuke Bwana hata kupitia sadaka, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bariki na kazi za mikono yetu, bariki biashara zetu, bariki kazi za mashambani, bariki kazi za viwanda Bwana, ili tuweze kupata mafanikio, tuweze kuishi salama katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tubariki kila tuendako, kila tunalolifanya Bwana lipate kubarikiwa na wewe. Tupe kibali cha kukubalika kila mahali tulipo, tuweze kukubalika mahali pa biashara, tuweze kukubalika mahali pa shughuli za kilimo, tuweze kukubalika Bwana mahali pa mifugo, tuweze kukubalika kila tunachofanya Bwana tukapate kukubalika mbele za uso wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai tunaomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya neema aliyotupa kwa asubuhi hii kuweza kushiriki ibada, na hapa tumefika mwisho. Tukumbuke jioni tena tutaendelea na ibada kama kawaida yetu. Kwa waliojiandaa kwa sadaka, karibu, niwatakie mchana mwema.